aliyekuwa mbunge wa Nzega Vijijini na waziri wa zamani wa maliasili na utalii kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Hamisi Kigwangalla ameshauri kutafutwa kwa namna itakayowezesha kufutwa kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Kigwangalla ametoa ushauri huo kupitia machapisho yake aliyoyaweka katika kurasa zake rasmi za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, akieleza kuwa mwafaka wa kitaifa ni muhimu kwa maslahi mapana ya taifa. Kigwangalla amesisitiza kutopuuzwa kwa sauti za wananchi juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea nchini, ambapo amesema Watanzania wamechimba mkwara kuhusu madai ya kutaka kuandamana na kuzuia uchaguzi, lakini sote tunajua hawawezi kuandamana, lakini sauti yao imesikika. Wao wamesema na tumewasikia, na tusiwapuuze. Tutoe uongozi, tuunganishe taifa na tulijenge taifa. Kigwangalla pia ameishauri serikali kufanya mazungumzo ya pamoja na wale wenye manunguniko, hususan wale wanaohubiri no reforms, no election kabla ya uchaguzi mkuu, ili utakapofika wakati wa uchaguzi nchi ishuhudie ushiriki wa wananchi wa itikadi zote. Amesema rai yake kama mtu asiye na kazi, yani jobless, ni kuwa walioko serikalini watafute namna ya kuzungumza na hao watu wa no reforms, no election ili uchaguzi ufanyike kwa haki na amani. Pamoja na hilo, Kigwangalla amesisitiza swala la upatikanaji wa katiba mpya nchini ambayo itaenda sambamba na mabadiliko ya nyakati na mahitaji ya sasa, jambo ambalo amesema upatikanaji wake baada ya uchaguzi mkuu litakuwa ni swala muhimu kwa mustakabali wa taifa. Amesema twende kwenye mabadiliko ya katiba, tuisuke upya nchi yetu. Katiba hii, yani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inayotumika sasa, imekuwa bora kwa kipindi chake, na sisi tunaoishi leo tutengeneze katiba mpya itakayoishi miaka mingine zaidi ya 50. Hata hivyo, amekipongeza chama chake cha CCM kwa kuahidi kufanya mabadiliko ya katiba kupitia ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2025 hadi 30 inayonadiwa sasa na wagombea wa CCM kuelekea uchaguzi mkuu, jambo ambalo anaamini kuwa utekelezaji wa ahadi hiyo, endapo Watanzania watawaunga mkono kwenye uchaguzi huu, utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa. Uzuri CCM tumeweka mabadiliko ya katiba kwenye ilani yetu, uchaguzi uishe, wazee wa no reform, no election waje mezani, tusuke upya taifa, ameongeza Kigwangalla. Hiyo ni sehemu tu ya yale aliyoandika Dr. Kigwangalla katika mengi aliyoyasema, huku akisisitiza msimamo wake wa kuamini katika kufanyika uchaguzi mwaka huu, akiweka bayana kumuunga mkono mgombea wa chama chake kwa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan.